Tamaa ya kuanza na mambo makubwa ni moja ya makosa yanayowafanya watu wengi kuendelea kubaki katika umaskini na hali ya utumwa. Kitu kinachowaponza watu wengi ni tamaa ya kulipuka na utajiri usioeleweka msingi wake. Mtu anatembea na mipango ya mabilioni kichwani, anaumiza kichwa kwa mipango mingi ambayo hata yeye mwenyewe hajui ataanzaje kuitekeleza. Anakata miaka 20 akifikiria hiyo mipango isiyotekelezeka. Hatimaye anajikuta yuko nyuma ya muda. Sikia rafiki yangu, mipango isiyotekelezeka itakuchelewesha sana. Kuwa na mipango mikubwa ni jambo jema sana. Hata hivyo, unahitaji kuwa mwangalifu. Ikiwa hiyo mipango mikubwa haiwezi kutekelezeka kwa wakati huo kulingana na uwezo ulionao, iandike vizuri na uhifadhi. Usubiri wakati utakapokuwa na uwezo wa kuitekeleza, ndipo ufanye. Kwa sasa unahitaji kufanya kile unachoweza kufanya. Angalia kilicho ndani ya uwezo wako, hata kama ni kidogo. Kifanye kwa ufanisi mkubwa, kitakupa matokeo makubwa. Elekeza akili yako na nguvu zako zote kwa kitu kinachowezekana. Utaona matokeo makubwa sana. Kuna mtu anapambana kwenye madini miaka 20. Hajawahi kuchangia chochote kwenye mahitaji ya familia, hata uwezo wa kununua viatu vya watoto wake hana. Ukimsikiliza, wakati wote anazungumzia mabilioni, akirejelea ushahidi kwa wenzake ambao walibahatika kupata fedha nyingi kwa wakati mmoja. Kila kukicha yupo kazini, anafanya kazi ngumu kwenye mazingira magumu na anaishi maisha magumu, anajituma kwa bidii kubwa sana, lakini ni kana kwamba anasukuma ukuta na bado haachi kufanya yale ambayo yanamtesa, na wala hana mpango wa kubadilisha mwelekeo wake. Wakati huo huo, mke wa mtu huyo ambaye anauza nyanya gengeni anakusanya faida isiyopungua 20,000 kila siku. Fedha hizo zinazoendesha familia kwa mahitaji yote hadi kodi ya nyumba. Tena wakati mwingine hata huyo mchimba madini naye akikwama kabisa, anaomba atumiwe hela ya chakula na mke wake. Cha ajabu sasa, mchimba madini mwenye matarajio hewa anamdharau muuza genge mwenye uhakika wa faida ya shilingi 20,000 kila siku. Unaangalia mfano wa picha hiyo iliyopo hapo? Umepata kitu Raha ya kufanya kazi bana ikupe matokeo hata kama ni madogo. Badala ya kupoteza muda kwenye kitu ambacho hakina mwelekeo, ni afadhali ushughulike na kitu kinachokupa matokeo hata kama ni madogo. Yawezekana unapambana na kitu ambacho sio karama yako, ndio maana hakifanikiwi. Kiache na ufanye kile ambacho kinakupa faida. Hatukuumbwa wote kuchimba madini. Hatukuumbwa wote tulime. Hatukuumbwa wote tuwe maprofesa. Hatukuumbwa wote tucheze mpira. Hatukuumbwa wote tumiliki mabasi. Hatukuumbwa wote tuwe waimbaji. Kila mmoja ana vipawa vyake. Fanya kile unachoweza. Usivyoviweza viache, maana uking'ang'ania vitakupotezea muda na kukupa msongo wa mawazo usio wa lazima. Anza padogo, utakuwa taratibu hadi kufikia pakubwa unapopahitaji. Think big and start small. Yani fikiri makubwa na anza na madogo. Hii imekuwa ni sehemu ya mfululizo wa makosa yatakayokufanya uwe masikini na mtumwa, kwa maandiko ya Nashon Elia na kwa simulizi ya sauti halisi na nadhifu ya kwangu mimi Yosia Emmanuel. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare, lakini pia weka komenti yako kwenye kila tunachokiweka. Usiache kufuatilia sehemu inayofuata. Salia na Mwenyezi Mungu, kumbuka utatimiza ndoto.